Napenda nianze na salamu. Kwa majina naitwa Mu Masimulizi. Leo nakuletea simulizi yako pendwa kabisa itwayo Matege Mwenye Mapenzi ya Kweli. Twende kwa pamoja, twende kusikiliza, kupata raha, burudani na tuenjoy kabisa. Sehemu ya 3 leo ipo kwa ajili yako, ipo karibu yako pia. Furahi na uenjoy na uburudike nami Mu Masimulizi. Hii ni fainali. Matege akiwa njiani akielekea kwa mama yake mzazi. Alipofika kwa mama yake, baada ya salamu, alimwambia yote yanayomhusu kwa wakati huo, lakini mama alimuonea huruma sana mwanawe. Mama alimuuliza mwanawe kwa kusema, lakini machoni mwako mwanangu? Matege alijibu, kuna machozi yanonijaa juu ya kasoro yangu, ila si kosa lako mama kunizaa nikiwa hivi. Mama alijibu, ni kweli, hata Mungu hana makosa, na wala si mkosefu, na wala hauna umaskini wa kutisha juu ya kasoro yako. Matege alisikitika, kisha akajibu, sio kweli mama, mbona nakosa mke? Thamani yangu inashushwa na wanawake. Mama alinijibu kwa simanzi na kwa upole pia, Musa mwanangu, haina haja kumwaga machozi. Thamani yako ipo siku moja itakuja kuonekana na kuwa kubwa kabisa mbele za macho ya watu. Kuna vipofu wanamiliki wake, machiba wanamiliki wake, kuna viwete wanamiliki wake. Usikose wewe mwanangu, utamiliki mke siku moja, wala usijali, futa machozi yako. Matege alijibu kwa kusema, basi sawa, niliyempata mjamzito tegemea kuitwa bibi. Mama alishangaa, mwishoni aliinuka na kushangilia kwa furaha, vigeregere akipiga. Matege alishangazwa na furaha ya mama yake. Alisema, mama, haina haja ya kuwa na furaha. Mama alijibu, kwa nini? Matege alimjibu mama yake kwa kumjibu, aliyebeba ujauzito alishanishusha thamani, na alishawahi kusema hajawahi kupenda wala kupendwa, na alishaniambia yupo kwa ajili ya pesa. Mimi siamini kama amebeba ujauzito wangu. Mama alipigwa na bumbuazi na butwaa kwa ujumla. Alikaa kimya, macho yake yakawa yamejawa na hofu juu ya taarifa aliyopewa. Zai akiwa ndani amekaa mpaka kiza kimetanda, kwa maana ya hadi usiku ulipofika Matege ya kurudi. Mwishoni aliamua kulala kwa mawazo. Asubuhi ilipofika, Zai akiwa anafungua mlango, akiwa njiani na kukutana na Siwema na kueleza sababu ya upweke wake. Siwema, shoga yangu, kulikoni? Mbona kutafuta mtaa mzima uonekani, alafu uko lafu? Kipi kinachokusibu? Zai alijibu, haina haja ya kujua, maana nikikwambia utajisikia vibaya. Siwema alimuuliza, kwa nini? Zai alimjibu, kwa sababu wewe unalingana na mimi, unapaswa ukiri makosa yako kwa Mungu bana kabla hujafa au hujaumbika. Zai aliondoka na Siwema alibaki ushangaa tu. Matege akiwa anarudi nyumbani, katika eneo la barabara, punde si punde alipatwa na ajali ya gari, kwa maana aligongwa mzinga wa kwenda. Siwema akiwa mkuku, kwa maana akiwa anakimbia na kupelekea taarifa Zai ya ajali aliyoishuhudia kwa ukubwa wote kuelekea eneo la tukio. Zai alitoka. Siwema alisema, Zai, jile Matege si kagongwa na gari? Zai alishtuka na kutaruki. Zai na Siwema walipofika katika eneo hilo hawakuona dalili yoyote ya ajali na wala hawakuona ushahidi wowote wa ajali, bali walibaki kulia tu, na akimwaminisha kwamba Matege atakuwa ameshapoteza maisha. Naitwa Mu, msimuliaji wa simulizi yako pendwa kabisa iitwayo Matege Mwenye Mapenzi ya Kweli. Usisahau kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa 6 Mwalimu TV.
Asante.